Ali Hatib Kirisugu, mtafiti wa majina katika maisha ya binadamu. Usubscribe na kushare katika channel yetu ya RKK TV. Unifollow TikTok, Instagram, Facebook RKK TV. Namba zetu za simu ni 0765 5590 42 na 0673 5590 42. Napatikana Kingwasa, Mikese, Morogoro, Tanzania. Hapa ndiko ninakopatikana. Tunawapenda darasa la nguvu sana, darasa litakalokuokoa wewe kwenye maisha yako. Ikiwa tu wewe ni mwanaume na jina lako ulilopewa kuanzia uchanga wako, hilo jina likakusogeza wastani wa miaka 3 mpaka miaka 7, hata kama kulizaliwa majina mengine mbele, hayo hayatakuwa na msingi wowote, yatakuwa na maana nyingine, na tutakuna siku tutaifafanua. Ila kwa leo nakufundisha jina lako kuu katika maisha yako ni hili ulilopewa kuanzia uchanga wako likatumika, yani ukaitwa jina hilo mpaka kufikia miaka 3 hadi 7. Jina hili litakuwa na mipango mikubwa sana katika maisha yako, yani kwamba hilo jina litakusogeza kwenda kuishi katika mfumo wa nyota namba 1. Nyota namba 1 ni nyota iliyokuwa katika nguvu ya moto, nguvu ya mashariki, nguvu ya macho. Yaani nyota hii inatumika na binadamu wote duniani au na viumbe wote duniani wenye mfumo wa kichwa, macho, mdomo, pua na masikio. Na nyota hii tunaipokea nguvu zake kupitia sayari ya moto au sayari ya mashariki katika nguvu ya macho. Asa kwa kuwa jina lako limetajika kwenye herufi A, kama vile mimi Ali, basi hapo moja kwa moja unakwenda kukaa katika nyota hiyo ya namba 1. Na unapokwenda kukaa katika hii nyota namba 1, unakuwa na sifa nyingi za moto ambazo tumeshawahi kuzieleza. Kama wewe ni mara ya kwanza unaona leo, basi rejea kwenye madarasa ambayo tumeyazungumza, utapata majibu mengi tu ya yale ambayo hatutaki kuyarudia kwenye darasa hili. Kwenye darasa hili tunakufundisha upate kutambua kwamba wewe kama umeshakuwa jina lako ni A, umekaa katika nguvu ya moto, umekaa katika nguvu ya mashariki, umekaa katika nguvu ya macho. Mfumo wako ni kama vile unavyoona moto kama wa kibatari au moto wote unapowasha na pepea hofu. Huu ndio mfumo wako mkubwa wa maisha. Sasa kwa sababu umeenda kuishi katika nguvu hiyo, nguvu yako inakuwa na hatari na baadhi ya nguvu ambazo hazipendani nazo. Nguvu ambazo hazipendani nazo ni nguvu zinazotokana na mfumo wa maji, kusini au mdomo, na nguvu zinazotokana na mfumo wa udongo, kaskazini au masikio. Hizi ni nguvu ambazo zina uadui na wewe. Sasa utajuaje mtu wako wa karibu uliye naye ndio yupo kwenye nguvu hizo? Na huenda wewe ni kijana mdogo unatarajia kuanzisha mahusiano, kuanzisha ndoa, na huenda wewe tayari ni mtu mzima ambaye tayari upo kwenye mahusiano na upo kwenye ndoa. Sasa cha kwanza uanze kujitambua. Herufi B, N na Z, hizo ni za udongo. F na R, hizo ni za udongo. J na V, hizo ni za udongo. Ukija tena herufi B na P, hizo ni za udongo. H na T, hizo D na P, hizo ni za maji. D na P, hizo ni za maji. H na T, hizo ni za maji. L na X, hizo ni za maji. Na kumbuka majina yanahitajika katika K na H, yani ile majina kwa maandishi yanaandikika KH. Kwa mfano Hadija, Halima au Hamisi, Khatibu, hizo zote ni H. Sambamba na yale majina yaloandikwa kama Mwanahamisi au Mwantumu
Yani Mwantumu ni T, Mwanahamisi ni H, Hamisi mwanamke, Mwajabu anakwenda kwenye R, anakuwa R mwanamke, nini Rajabu wa kiume. Sasa hizo herufi hizi kwanza tukianza nazo nilizokutajia hapa, jumla ni herufi 13. Herufi 13: B, P, H, T, L, X, B, N, Z, F, R, J, V. Unapata herufi 13. Kwa hiyo katika maisha yako kundi la watu 13 kwa majina yao, wewe hustahili kuwa nao kwa ukaribu, hasa kwanza kwenye mapenzi. Kwa mke wako haitakufaa. Unahitaji kuwa na ukaribu nao, lakini usiopitiliza viwango. Uwe na ukaribu nao lakini usiopitiliza viwango. Sasa ukaribu upi uliopitiliza viwango? Ni ukaribu kana kwamba mtu huyo ili ale lazima wewe ndio mtafutie chakula. Mtu huyo matibabu yake ni lazima wewe uyatafute. Mtu huyo sehemu kubwa ya maisha yake anakutegemea wewe. Hilo litakuwa tatizo tayari. Hapo wako wenye afadhali, wapo ambao wana afadhali. Wenye afadhali ni B, N na Z. Wana afadhali kidogo kama utakuwa umeshirikiana na huyo wa B, N na Z. Wenye afadhali ni J na V. Wao wana afadhali nzuri zaidi hata kuliko ile ya B, N na Z. Ukiwa naye kwa karibu kidogo kuna uafadhali. Na wenye uafadhali tena ni D na P. Wao wana uafadhali. Na hao ambao nimekwambia wana uafadhali, ni vizuri kama utashirikiana nao kwenye mambo mengi yasiyopitiliza kiwango. Kutakuwa na faida kubwa kutokana na sifa ya wao, manake nao ni bora zaidi katika maisha yetu ya kibinadamu. Nikiwa na maana kwamba kwa mfano D na P, wao ni watu wakarimu kama vile ambavyo nimezungumza sana, na wanapenda kuwatumikia watu, wanajitoa kwa watu. Kwenye lika lote kuanzia watoto wachanga mpaka watu wazima. Kumbuka nimesema hilo. Sasa ukiwa naye kwa mfano kama ni mfanyakazi wako, atakutumikia vizuri sana kiasi kwamba utapenda jinsi anavyokufanyia kazi zako. Hiyo haina shida. Na kwa kuwa unamlipa malipo yake, hiyo pia hamna shida. Na ikiwa kwamba wewe ni mwanaume, ndio herufi A ambayo tunamzungumzia hapa, na huyo D au P, haijalishi iwe mwanamke au mwanaume, lakini una ushirikiano naye katika shughuli mbalimbali ambazo mnalipana kipato, hii haina shida, kwa sababu na yeye anaongeza nguvu ya maji ya kunywa. Ila huyo D au P akawa mke wako, hiyo itakuwa ni hatari. Hiyo itakuwa ni hatari. Kana kwamba mnaweza kufanya mambo mengi mazuri, lakini muda utasogea, ikifika wakati wake kutaanza mambo mengi kuwa mabaya. Na vurugu za ndoa zitaingia, ikiwemo magonjwa na maafa yatasogea. Kutokana na sifa yule ni maji na wewe ni moto. Kwa hiyo hamtaweza kuishi kwa uzuri. Kwa endapo kwamba tayari mke wako ni D au P, na tayari kuna changamoto za aina mbalimbali, basi gundua hili ni tatizo. Na njia ya kulirekebisha kwa ujumla wake, zote tutasema mwisho wa darasa. Vile vile, kama uko na B, N na Z, wewe hapo unashirikiana na B, N na Z. Kwa ujumla iwe mwanamke au mwanaume, unashirikiana naye katika uchumi, kazi, labda umemwajiri au amekuajiri, hakuna ubaya. Manake mnafanya kazi, na kumbuka B, N na Z wao ndio wana nguvu ya utafutaji. Kwa tunapotafuta, tunatafuta katika nguvu za B, N na Z. Kwa hiyo unaweza kufanya naye kazi vizuri tu na kusiwe na matatizo aina yoyote. Mnaweza kushirikiana kwenye mambo mengi, kusiwe na shida ya aina yoyote. Lakini ikiwa huyo BNZ
wewe ni mwanaume mwenye herufi A, alafu huyu BNZ amekuwa ndio mke wako. Mbaya zaidi, ikiwa yule mke hajawahi kuishi na mume, wewe ndio wa kwanza kuishi naye. Mapenzi yake kwanza ni mapenzi matamu zaidi. Ni mwanamke mwenye kupenda sana ndoa yake na kujitoa katika ndoa yake. Kwa hali hiyo, unaweza kuvumilia sana kiburi chake na jeuri yake na ukafurahia tendo la ndoa, kwa sababu huwa wana joto la hali ya juu sana katika kujamiana. Kwa hiyo hii utaipenda na kuifurahia. Isipokuwa sasa, kwa sababu huyu mtu ni udongo na wewe ni moto, kinachofuata kutaingia matatizo, na moja kati ya tatizo ni wewe mume kufa, na moja kati ya tatizo ni kuanza uchumi wako kuharibika. Moja kati ya matatizo kupata magonjwa wewe mwanaume, na moja kati ya tatizo lingine ambalo ni zuri likitokea, japokuwa huwa hamlipendi, ni huyu mke kukukataa ghafla, hakutaki. Hii ni nzuri ikitokea, ila huwa hatutaki kwa sababu huwa tunaumia. Manake hata mimi iliwahi kunikuta katika kipengele hicho, wakati sina elimu hii sawa, ilishawahi kunikuta. Unaona kabisa huyu mwanamke ni mzuri, unaenjoy, yani unapata starehe zote za kimwili kwa raha hali ya juu. Alafu amekuwa mke bora katika mji wako. Sasa unaona leo hii hakutaki, inaumiza sana. Lakini nakwambia kwamba anapokukataa amekuepusha na mengi sana. Manake nyota yake kwa wakati huo hadi anakukataa, ikiwa hawezi kukukataa, manake unapata kifo. Kwa kukukataa si amri yake na si amri yako, ila ni muda unafika, malaika wanazungumza, unapewa wewe mwanaume huruma. Huruma unayopewa sasa, muachane ili unusulike na mitihani mingi ya mbele. Sasa hapa unahitaji kuwa na akili. Ukikosa akili shauri yako. Ila wakati pia mko kwenye maelewano, uchumi wako unaweza kuwa usiwe mzuri. Katika uchumi wako kwa usiwe mzuri, jua hili pia ni tatizo, kwa sababu yule ni udongo, hawezi kutoa nguvu nzuri ya kushirikiana na wewe. Hapo tunazungumzia zilizokuwa na wafadhali. Ukija tena J na V zipo katika zile zilizokuwa na wafadhali, nazo ni udongo. Ukiwa na mwanamke wa J na V, cha kwanza utapumbazwa sana akili yako, manake ni wanawake pia kama wale wa BN na Z, wana joto kali, wana utamu wa hali ya juu katika kujamiana, wenye mapenzi ya kumjali vizuri mume wake. Lakini kama haitoshi, ni mabahili wazuri wa kuficha kipato kisitumike hovyo. Mfano kama wewe mwanaume unatamani kuwa na mke ambaye hatoi pesa hovyo, mara siku na kikoba, mara siku kuna sherehe, siku kuna kigodoro, siku kuna nani kafa, yani ni mtumiaji pesa kwa mipangilio. Huyu wa J na V wanatumia vizuri kwa mpangilio. Lakini kumbuka, nimesema J na V ni moja katika wanawake ambao mwanaume wake huwa anakwenda kutulia kabisa. Kwa hiyo ndo wewe utatulizwa kabisa na nguvu alizonazo. Sasa hatari zake ni baada ya mke kuvuka kuanzia miaka 30, 35 mpaka 40, mnaweza kuishi mkiwa hamtamaniani. Mkaishi mkiwa hamtamaniani, na mkawa mnaishi kwamba kila mmoja anatamani awe wa kwanza kuvunja ndoa hii, anatamani tu ndoa ivunjike, ila yeye anaogopa kuwa chanzo cha kuvunja ile ndoa. Hiyo pia ni hatari, na hatari nyingi katika hapo zinamwendea sana mwanaume. Na katika zote hizi tulizozitaja, kuanzia ile D na P, BN na Z, F na R, sambamba na kifo chako wewe mwanaume ambaye ni moto herufi A, kipo pale, unaweza kupoteza uhai kwa ajili
Ni mara chache sana, ni mara chache sana kwa wewe ni mwanaume wa A au A uliokamilika kama nilivyotangulia kueleza, halafu ikawa mkeo yuko katika hizi nyota ambazo nimesema zina wafadhali za namba 4 D na P ya maji, BN na Z ya udongo namba 2, J na V ya udongo namba 10. Ikatokezea mwanamke kafa kabla ya mume. Hizo zipo, lakini si kubwa sana, na zina sababu zake tukienda kuzitafuta sisi wataalamu. Huenda yule mke alivuma kwa jina hilo, lakini utotoni alikuwa na jina lingine. Kumbuka hiki kitu kipo sana. Mara nyingi tuna majina 3, 4, 5 kwa mpaka unafika wakati unamwona LKK unashindwa kwanza kujipajibu kwamba ni jina lako lipi linalofanya kazi na wewe sasa. Kwa pia unaweza kumuona labda yule ni Jamila, yule ni nani Viki, yule ni Bahati, yule labda ni Nuru, labda yule ni Zawadi, Zuena, yule ni Yana, ni Pendo. Lakini huenda pia hayo majina hakuyapata utotoni, kwa itakuwa sio jina linalofanya kazi katika tafsiri hii tunayokupa. Sasa jina lile likiwa limetoka nalo utotoni, katika tafsiri hii tunayokupa si kitu cha kubahatisha. Kwa hiyo hapa kwanza kuna uchawi tayari upo na huwa hatuujui. Sasa hapo nimekupa kwenye mahusiano ya kimapenzi, lakini nikikurejesha kule sasa kwenye ujumla, inawezekana huyo BNZ, huyo DP, huyo JV ikawa ni mwanaume na wewe ni A mwanaume. Mna ushirikiano wa kikawaida, maana yake kwamba jinsia yenu ni moja, ushirikiano wa kiuchumi na kuendesha maisha. Huenda akawa ni mtoto wako uliyemzaa, huenda ikawa ni mdogo wako, huenda ikawa ni mzazi wako, huenda akawa ni ndugu na jamaa au rafiki yako. Lakini hivyo hivyo inawezekana ikawa ni mwanamke yuko katika herufi hizo, lakini si mke wa kimapenzi na wewe, ila ni dada yako, ni binti yako, ni mama yako, ni shangazi yako, ni mtoto wa ndugu yako au mtu uliyemwajiri. Sasa pia mnaweza kufanya mambo mengi na yakawa mazuri bila shida, isipokuwa pale patakapohitajika. Jambo hili ni gumu, lakini linahitaji nguvu za nyota kuungana ili likawe faida. Maana kwamba kama jambo linahitaji kuwa faida ya wote wawili, inahitaji nguvu za nyota ziungane. Sasa katika nguvu za nyota kuungana, kwa kuchukulia mfano umefungua biashara. Katika kufungua biashara yako umemwajiri huyo mtu wa D au P au BNZ au J au V, umemwajiri. Na kwa kuwa umemwajiri, ina maana na yeye ili apate mshahara wake anategemea ile biashara iwe na mzunguko mzuri ndio aendelee kuwa mwajiriwa pale na kuingiza kipato. Hakuna ubaya. Sasa inawezekana ukaona biashara inaenda vizuri kwa wakati fulani, lakini akiingia kwenye changamoto yeye, nyota yake itakuwa imekatana na ya kwako, na pale alipo yeye kwenye biashara lazima kuwe na misukosuko ya kibiashara. Sasa kukiwa na misukosuko ya kibiashara, unakosa kufahamu tatizo liko wapi. Hiki ndio kitu ambacho watu hawakijui. Lakini kumbe yule nyota yake ipo kwenye misukosuko. Lakini vile vile inawezekana yeye hayupo kwenye misukosuko, bado nyota yake inafanya vizuri. Lakini wewe bosi sasa mwenye herufi A umeingia kwenye misukosuko. Nyota yako imeingia kwenye kipindi cha misukosuko, basi pia ile biashara haitakwenda vizuri. Na ili nyota zenu kwa sababu ni maadui, mmoja wenu atakayeingia kwenye misukosuko, jibu rahisi nyinyi mtakwenda kugombana. Yaani
mtaanza kuondoa uaminifu, mtaanza kusengenyana, mtaanza kuhofiana katika kuhisi kwamba kila mmoja anahisi anamtendea mwenzie vitu ambavyo si sahihi. Kuna kuja zile lugha fulani sasa hivi imebadilika sana. Sio kama vile imebadilika sana. Kumbe mmoja wenu nyota imeingia kwenye msukosuko. Na ikiwa ninyi wote wawili mnafanana umri wa miaka na mmekuja kufanana katika kipindi cha changamoto, mmeingia wote, basi misukosuko yake itakuwa mikubwa zaidi. Ni ile ya mali kufilisika, utasikia duka kama limechoma moto, madeni limekamatwa, matapeli wametapeli, vifo vilivyokuwa vingi vinavyoharibu, magonjwa yatakayofanya mshindo kuzungusha biashara. Hali kama hizo zitakuwa kubwa sana. Sasa hakutakuwa na nusura. Cha mwisho ni kwamba maombi yenu si maombi yatakayemsaidia mwingine, maana nyota zenu hazipendani. Si kama tuko sawa sawa. Darasa hili kubwa sana nilifikiria muda mrefu kuwapa, kwa sababu natazama uelewa wa watu, lakini nashukuru kwamba ukitazama hiyo YouTube tu inakuonesha K ngapi hizo, kuonesha ni namna gani watu wanaelewa darasa. Tazama comment utaona. Sasa turudi kwenye zile ambazo hatukuzitaja, tulizeka pembeni kidogo, ambazo ni F na R, H na T, L na X. Nakumbuka hizi ndio huwa zina changamoto kubwa zaidi. Sasa ikiwa umepata hapa ushirikiano wako wa kiujamaa, ushirikiano wako wa kibiashara, haijalishi huyo ni mwanamke au mwanaume, wanaweza tuko kwenye ushirikiano wa kawaida nje ya mapenzi na ndoa. Huyu ni mtu mara kwa mara hatotia baraka katika shughuli yako. Sio kana kwamba moyoni mwake anataka iwe hivyo, hapana. Moyoni mwake hataki iwe hivyo. Moyoni mwake ana upendo wa dhati. Moyoni mwake anaumia wewe unapokosa, labda wewe ni bosi wake, labda ni kaka yake, labda ni mdogo wake, labda ni mtu yoyote ambaye anagundua kipato chake kuwepo kwako katika sehemu ya mali yako akiwa anafanya kazi, ndio yeye anapata kipato. Katika hatua hiyo, ina maana pia hata kama alikuwa ndio umemweka tu nyumbani unamsaidia kula na kila kitu, hata kama kumbuka labda ni mama yako mzazi au ni baba yako mzazi au ni mwanao uliyemzaa, hawezi kukuombea mabaya, atakuombea mema zaidi na zaidi. Lakini yale maombi yake hayafiki kwako, hayana nguvu ya kufika kwako. Na kwa sababu nyota yako na yeye ni adui, na ni wadui zaidi kuliko zile zingine ambazo nazo ni adui tulizotangulia kuzieleza. Kumbuka ni herufi 13. Tumezizungumzia herufi 7. Sasa tunazungumzia herufi 6. Kwa akiwa katika hizi herufi 6, wadui wake ni mkubwa zaidi kuliko zile tulizosema zina wafadhali. Kwa hiyo inawezekana wewe na yeye mna maelewano mazuri, mnapanga mipango vizuri, mnarekebisha vitu vyenu vizuri na mnaombeana mazuri, lakini hakuna muunganiko. Na mtu yoyote atakayewaombea ubaya aliye pembeni yenu wanafanikiwa kwa 100%. Hata kama sio fundi wa kuloga, ili mradi tu kajua angalau kutia taubani, akawatilia nia muharibikiwe katika kile mnachokifanya, au aharibu uhusiano wenu mliojenga wenyewe wa kushirikiana kikazi, aharibu urafiki wenu, aharibu ufamilia wenu, unakwenda kutimia kwa 100%. Anafanikiwa yule atakayewanuia hicho kitu.
Ni kwa sababu nyota zenu hazipendani sana. Na kwa nini hazipendani? Tukianza na hii ya udongo iliyobakilia hapa, manake hapa udongo umebaki moja, maji zimebaki mbili. Udongo uliobaki hapa ni F na R. Nyota yako wewe herufi A tunayoizungumzia hapa. Kumbuka hapa tunamzungumzia mwanaume mwenye alopewa jina la herufi A. Nyota yako wewe ni nyota ya moto yenye nguvu ya uhai nafsi. Ina maana nyota yako inatoa nguvu ya kuishi, kupata kuendelea uhai. Wewe herufi A ndio nguvu kubwa inayoleta katika ulimwengu. Nuru hii tunaipokea kwenye macho kama nilivyokueleza, kwa sayari ya moto, sayari ya mashariki. Sasa huyu F na R anachokiingiza yeye kikubwa katika nyota yake namba 6 ni matatizo, ni magonjwa ya ajabu ajabu, ni kufilisika, makesi kama vile kupelekana jela, vifungo, nyota kujifunga. Yani nyota zenyewe huwa zinafunga wewe usipate riziki. Sasa huyu F na R ndio power yake. Sasa katika hatua hii ina maana hata kikufunga wewe usiendelee kuwa hai, inakubalika. Maana ni sehemu ya kazi zake. Kama ilivyokuwa ya kwako ya A, ilivyokuwa sehemu ya kazi zake kuleta uhai. Ndio Mungu alichokituma. Herufi A ni nyota ya namba 1, nyota namba 1 kazi yake kuleta uhai katika ulimwengu kwa viumbe. Sasa katika hatua hiyo, kumbuka tu kwamba huyu herufi F na R katika ushirikiano wako wa aina yoyote, kwa sababu wewe, sisi wote wanadamu na hata viumbe wengine hatupendi matatizo, hatupendi maradhi, hatupendi misukosuko ya aina mbalimbali, lakini hiki ndio utakachokivuna kutoka kwake. Hiko ndio utakachokivuna. Muombe neno, mpe riziki kubwa, awe na furaha kubwa, akuombee mema zaidi, lakini anapotakiwa kuteseka inabidi uanze wewe. Ukose wewe ndio yeye atateseka, manake wewe si ndio msaada wake. Si kama unaelewa vizuri. Vile kama utakuwa katika zile nyota za maji, ushirikiano wako na huyu mtu wako wa karibu hapa, kwanza kwenye hizi 6 bado sijaingiza mapenzi, ndoa bado sijaingiza, ila nakupa ushirikiano wa kawaida kwa ujumla. Iwe baba yako, iwe mama yako, iwe mtoto wako, iwe ndugu yako, rafiki yako, lakini ushirikiano wenu umekuwa wa karibu. Unajua hata mzazi wako unaweza kuwa mshirikiano kwa karibu, lakini sasa nazungumzia mzazi wako mnayeshirikiana kwa karibu, na nazungumzia yoyote ambaye atakuwa katika wakati huo ili aweze kula, aweze kulala, apate chochote kile ambacho kina mahitaji yetu ya kila siku. Gharama inatakiwa itoke kwako, ni lazima. Yani chukulie kama mwanao, ni lazima umhudumie. Kama mzazi wako hana kitu, ni lazima umhudumie. Kama ni mtu umemchukua umemweka nyumbani unamsaidia, ni lazima umhudumie. Sasa kitu utakachokivuna ni nini? Hiki ndio nakufundisha leo. Matatizo. Sasa ikiwa kama ni F na R, ni H na T ya maji, wenyewe wao nyota yao namba 8. Kitu kikubwa kabisa kilicho kusudiwa na Mungu katika nyota namba 8. Nyota namba 8, maji ya mafuriko, ifanye kazi ya kung'oa. Ing'oe nini? Nafsi. Ing'oe nafsi. Kumbuka maji yalivyokuwa tiba katika miili yetu. Leo hii mgonjwa hospitali, katika vitu vyote cha kwanza ni kumpiga drip. Hali mbaya watampiga drip. Majibu ya drip ya maji itakapokuwa inatoa majibu mazuri katika mwili, ndio dalili za ule mgonjwa kupona. Na majibu ya drip
ya maji kushindikana kutoa majibu mazuri katika mwili, ndio mgonjwa yule hana uhai. Sasa hapa kuna kitu nataka uendelee kujifunza. Mimi sikutaka kupeleka huko kwenye madrip, hizo ni sayansi za wazungu, lakini nakupeleka kwenye kuelewa kwamba hii nyota namba 8 maji ya mafuriko, na kazi yake yenyewe imepewa nguvu. Nguvu yake ni kuua, ndio kazi yake kubwa. Kwa hiyo unapoona kiumbe yoyote anapoteza uhai, hata kama ulichinja ng'ombe wewe leo, ujue hiyo nyota namba 8 ndio ilikupa nguvu ya kutoa nafsi ya yule ng'ombe. Sasa nyota hii namba 8 ya maji, alafu wewe nyota yako ni namba 1 moto, ya kwako inataka uhai, inataka viumbe waendelee kuwa hai. Ile ya mwenzio yule ambaye ni H au T, ya kwake inataka kifo. Hapo nini kinakuwa? Nini kinakuwa? Ni uadui na ni ubaya wa hali ya juu. Na ukumbuke hata kwenye kuoana, wale H na T wameambiwa waoane na F na R, kwa sababu F na R inatoa ugonjwa na misukosuko na shida za aina mbalimbali, ni udongo yabisi. H na T inaleta kifo katika miundo mbalimbali ya aina ya vifo ambavyo tunakutana navyo, vifo vyenye kustaajabisha, vyenye kushangaza, vyenye kuhuzunisha, ili mradi ni kifo. Na yenyewe sasa inashirikiana na hii ya magonjwa, kwa zenyewe zinapendana. Udongo, maji ya mafuriko, udongo yabisi. Ina maana hata ikiwa barabara leo hii ukiamba huko kuna mafuriko, sipa kwenda, na wababu wale kwa huko wakimbie. Na mvua ikinyesha, barabara ambayo yenyewe udongo wake ni mfinyanzi, unateleza yabisi, si itakayopitika. Bana hapa endeki huko, gari hiyo ipake tu kwa barabara hiyo, akishaloa si ya kwenda hiyo. Najua hili vizuri. Sasa hizo ndio zinashirikiana hizo. Sasa kitakacholetwa kwako ni nini? Wewe hapo ni matatizo na uadui wa hali ya juu. Na ndio maana hata kana kwamba nabii akaoa mke wa H, manake KH, Khadija ni H. Nabii kapata matatizo, kapata shida, ikaandikwa kalogwa si wapi, kaenda kofia wapi. Akazaliwa huko kasi, yani kuna lugha wenyewe wanasema mimi sikumbuki vizuri. Lakini umenielewa kifupi tu. Ni kwa sababu alikuwa na mwanamke wa H, na nabii yule niliwahi kusema kwamba yeye lengo lake lilikuwa ni kufundisha. Yeye si kana kwamba alikuwa hayajui hayo. Alikuwa lengo lake ni kuyafundisha ya ulimwengu yale aliyoagizwa na Mungu. Ila sisi na walimu wetu wa elimu, walimu wa dini ambao walipaswa kutafsiri kile kilichomtokea mtume, wao walikishindwa kukitafsiri. Lakini wangeweza kutafsiri. Hata leo hii mwanaume yoyote, nilisema, awe na mwanamke kama Hadija, waishi miaka 10, 15, 20, 30. Nini utakachokutana nacho kama sio hiki ninachokizungumza leo? Hiki ndicho utakachokivuna, ambacho ndo tulifundishwa kule kwa nabii. Nabii yule alifundisha watu wasiwe na tamaa. Alifundisha ukiwa kijana mdogo katika masuala yako ya kuoa, fuata utaratibu, sikiliza wazazi, ondoa tamaa. Ndio unajua, yani historia za watu wa mbalimbali manabii, wao walikuletwa kwa ajili ya kutujenga kiakili, na kumbuka walikuwa wanapitia maisha fulani ili yale maisha iliwe somo kwa viumbe wengine. Lakini lile somo halikuchukuliwa kama lilivyokuwa, limetafsiriwa katika njia nyingine, na hiyo ina siri yao. Sitaki kuisema sana, nisitoke nje ya mada, ila mimi nimekupa mfano tu, kwa sababu hivi vitu tunavyozungumza hapa tunazungumza vitu vilivyonyooka. Sasa kwa hali hiyo, nenda sasa kwamba ikiwa ni ule namba 12 L au X,
yeye tumeambiwa ni maji machafu. Ile nyota namba 12 maji machafu, na kitu kikubwa inacholeta yenyewe ni uadui katika uzalishaji. Inazalisha katika mifumo ya uadui, yaani kubadilisha yai kuwa mtoto. Yai likiwa zima ni maji utakayoyapenda kuyala, utakayekula tena ukiwa na furaha nayo. Yai likiwa zima ni maji utakayopenda kula ukiwa na furaha. Samahani kidogo. Lakini lile yai linapoanza kwenda kutengeneza mtoto, litaondoka kwenye uhalisia wa kula, na endapo ukalivunja likiwa linakaribia likiwa tayari limeshaanza kuunda mtoto, utachukia hata harufu yake, maanake litakuwa limeoza. Kwa hiyo hii nyota namba 12 yenyewe ni ya maji machafu. Kazi yake kubadilisha hiki kwa hiki. Kumbuka hata mwili wetu huu ukiwa hivi tunaupenda sana, ni mwili mzuri, lakini inapokuwa umekufa na maji yakaanza kutoa harufu na wadudu wanatoka, manake kuna wadudu watazaliwa baada ya maji yako. Kwa maji machafu ya huwa yanazalisha wadudu, na maji machafu yanavyozalisha wadudu ni kama vile unavyoangalia kwenye karo lako la choo. Unaona kwamba umepeleka mzigo kule chooni, lakini kuna viumbe wengi wanazaliwa. Na hii ndio siri mnayoifahamu kwamba baharini kuna viumbe wengi zaidi, kwa sababu baharini ndio sehemu kubwa ya maji. Mungu ana siri ya uumbaji katika mifumo ya maji. Kwa hiyo unaweza ukanunua leo hii andazi au ukapika ubwabwa, lakini ukauacha hapo katika siku kadhaa, ukaja kuukuta umetoka wadudu, yani umebadilika. Kwa hiyo yenyewe namba 12 hii ya Elo na X, kazi yake ni kubadilisha cha blue kuwa cha kijani. Yaani ni mabadiliko kutoka kiumbe mmoja kwenda kiumbe mwingine katika mwili ule. Kwanza ili utoke kutoka kwa kiumbe yule, yani ili utoke kwa binadamu na ukawafinye, lazima uoze. Ukioza, mwili wa binadamu umetoka, sasa unakuja ule mwili wako huu, nyama zetu zinatoka finye. Sasa hapo imebadilisha ile nyota. Sasa hiyo nimekupa, lakini ikiwa na maana ya kwamba namba 12 sasa kwenye dunia yetu, katika maisha yetu inafanya nini? Ni kubadilisha uzuri kuwa ubaya, ubaya kuwa uzuri. Yenyewe inapanga fitina, inapanga uadui. Yaani wewe ulipompangia mtu fitina na mpaka ikatimia, ujue ulitumia hiyo nyota namba 12 ya Elo na X. Yaani wewe ulipopangiwa tena fitina, ulipopangiwa uadui na mpaka ukatimia, hiyo nyota namba 12 ya Elo na X ndio imetimiza ya maji machafu. Ndio kazi zake kubwa. Leo niko kwa wewe una huruma, ni mtu mwenye huruma, yani mwanaume alopewa jina la herufi A. Anabeba huruma, anabeba huruma, anabeba upendo, uvumilivu, kujali katika maisha yake ya kawaida. Sasa sifa hizi zitafanana kukaa na yule wa Elo na X katika hatua yoyote ile? Jibu kwamba hazifanani, itakuwa na kuchafua. Hizi 6 ni adui zaidi. Sasa tuchukue hizi 6 uzipeleke kwenye ndoa, kwenye mahusiano, kwenye mapenzi. Na mkumbuke tu na kauli yenu kwamba huyu mimi sijafunga naye ndoa. Niwaambie, Mungu hana ndoa yoyote aliyoiandaa katika hizi ndoa tunazofunga duniani. Ndoa ya Mungu ni wewe na huyo mke kuwa watu mliokubaliana na mliopewa ruksa kutoka kwa wazazi wenu waliowalea. Hiyo ndio ndoa ya Mungu. Na ndio maana mara kwa mara kila ukienda nchi mbalimbali kuna taratibu za kuoana, nazo hazitokani na kitabu chochote cha dini.
ni taratibu zao walizojiwekea katika mila zao. Hata hapa Tanzania nilishasema sana kwamba ili ndoa iwe ndoa ni watu wanafuata utaratibu huko chini. Kwa kuwa huko chini kumemalizika, kumekubalika, sasa wanakuja kufanya sherehe. Katika sherehe ndio watamtafuta shehe au watamtafuta mchungaji, padri, manake aje kuwa msimamizi wa sherehe ya ndoa, ambayo ndoa yenyewe ni makubaliano. Makubaliano yalifanyika kule kwenye familia zao. Kule kwenye familia zao walifuata taratibu zao, hawakufuata kitabu chochote. Zilifuata taratibu za kimila, tulete shuka, lete jembe, lete mchele, lete ng'ombe, lete kuku, lete mbuzi, ndio kilichofuatwa kule. Sasa katika hatua hizi, kwa kuwa hatuyajui haya na kwa kuwa tunaona tumetupiwa mzigo wa kutafuta uchawi, tukiamini kuna uchawi mwingine kuliko kufahamu haya, tunateseka sana, tunaangamia, na huwa hatujui tunapitia wapi, tutoke wapi. Sasa katika mifumo ya Mungu hakuna aliyemuonea, kwa sababu katika nyota 12 manake si 12, kwa hiyo kuna ndoa 6. Kwa kama kuna ndoa 6, na maana kila mtu kapata wa kuoana naye, hakuna aliyekosa. Kila mtu amepata mtu wake wa kuoana naye. Sasa katika akili za kawaida, kama wewe ni herufi A mwanaume ninayemzungumzia hapa, na mke wako yuko katika hizi herufi 6, basi ujue hiyo ni changamoto kubwa itakayekuangamizia uchumi wako. Ni changamoto kubwa itakayekufanya uwe ndoa yenye ugomvi, ndoa iliyokosa amani, iwe ndoa yenye maradhi, na itakuwa kama unaweza kuivumilia kwa muda mrefu, itakuwa ni ndoa itakayekupoteza duniani mapema. Na hata ukifa utamwachia huyo mke maneno kutoka kwa ndugu zako. Ni ndoa hatari. Kwa kuna hatari nyingi zinaendeleaga. Utasikia mwanaume kamuua mkewe, kamkatakata vipande, kamchoma, kafanya hivi, huyu kamfanya hivi. Mimi wanatazamanga zile, halafu naona kwa kweli hawa watu mabeberu hawa wanatuletea ujinga, wakaacha kutufundisha ukweli. Mungu atawalaani sana. Tungejifunza hili, tungeweza kukwepa hayo. Sasa tutoke katika hizi nyota adui, twende katika zile nyota rafiki. Na wewe tushasema wewe ni herufi A moto. Katika sayari ya moto nako kuna nyota 3, sawa? Katika zile nyota 3 kuna nyota namba 1 ambayo ndo hii yenyewe huwa iko na herufi 3 za A, M na Y. Tukifika kwenye M tutazungumza, na tukifika kwenye Y tutazungumza, kwa sababu M imebebwa, imeitwa na A, Y imeitwa na M. Kwa hiyo M ina nguvu ya kati na A ina nguvu ya kwanza, na katika hiyo nyota moja, lakini hizi zina sifa nyingi zinazofanana. Ila tukifika kwa tutachambulieni katika mambo ya uadui. Sasa tuendee pale kwamba nyota ya pili katika sayari ya moto ni nyota namba 5. Nyota ile ya E na Q, ambayo nayo inatoka sayari ya moto mashariki macho. Yenyewe hii kazi yake ni taarifa. Asa katika hii kazi yake ni taarifa. Inawezekana wewe ni A na ukaona uoane na mwanamke wa A, kushirikiana chochote na mtu wa A kwa ukaribu wa aina yoyote wa E au Q, kwa sababu ni A, kushirikiana chochote kwa ukaribu wa aina yoyote isipokuwa wa ndoa na mapenzi na mtu wa E na Q, hakuna ubaya kabisa, na kitu kitakachokuletea faida tu. Ni kwa sababu wao ni watu wa taarifa. Kwa taarifa zako nyingi utazipata kwa mapema, hisia zako nyingi zitakuja kwa haraka, utakuwa ni muelewa kwa haraka. Kumbuka wao E na Q ni watu wenye akili sana. Kumbuka hata darasani akili yao huwa ni kubwa mno. Ni kutokana ni wazuri katika kusikia na kuelewa. Kwa hiyo ushirikiano naye wewe pia utapata uwezo mzuri wa kusikia na kuelewa.
Ila sasa ikiwa huyo ni mkeo, ikiwa huyo E au Q ni mkeo, utakuja vita ya kwanza, hata kuogopa. Yaani kumbuka hili la kwanza, hata kuogopa, na kama hata kuogopa atakuwa anakufanyia vurugu zitakazo kukera, ambazo zitasababisha kuwa na ugomvi, kwa sababu yeye atakupenda, atakuheshimu. Lakini linapotokezea jambo kama mwanamke alistahili kushuka na kukuogopa, akujengee hofu wewe ni mwanaume, yeye kwa kuwa ni E au Q anakaa katika namba 5. Muangalie kama mnyama simba wa kike anavyoishi na mume wake, na wewe je, na yuko hivyo hivyo, wewe hakuogopi. Kitendo hiki kitafanya kwe hakuna maelewano katika hiyo ndoa yako. Lakini baraka za kiuchumi pia zitakuwa ndogo, manake huyo naye ni moto. Nguvu zenu zitafanana kwa kiwango cha juu, mtapishana vitu vichache. Lakini vile vile sasa zile kero na kutokuogopa kwake ukaendelea kuvumilia na kumpa furaha na amani nzuri, tunategemea kifo cha ghafla kitakufika. Nimesema hili vizuri sana katika elimu zangu. Sasa hapa ni rafiki hii, kwa sababu hii ni nyota yako ambayo inatoka sayari yako, ni rafiki yako huyu, maana ni nyota namba 5 inatoka kwenye moto. Hakuna mabaya. Sasa mimi sikushauri uwe naye katika elimu zangu. Huyo wewe kama ni herufi A mwanaume, huyo sikushauri uwe naye. Ila ikiwa umekosa, unaweza kumpata AMY tena, hakuna shida. Japokuwa kuna vitu vingi pia vitapungua katika maisha yako, katika spidi unayotaka iende itakuwa ndogo, kuna push itakosekana. Vile vile mtakuwa na ugomvi, lakini si sana. Ugomvi wenu ni mdogo sana, yaani mnaweza kuumaliza wenyewe. Yaani mnaweza kukaa na mabishano na wenyewe mkanyamaza afu mkayamaliza bila mtu mwingine kujua, kwa sababu mnafanana. Kwa mfano umempata A mwenzio, lakini aliyekusudiwa uoane naye atakupa bahati, mwenye urafiki na wewe ni yule wa jina S. Jina S kwa sababu wao wamepewa nguvu kubwa ya upendo, ushirikiano mzuri, mapenzi, kwa hiyo na wewe unajali, una huruma, alafu sifa yake ni upepo. Nakumbuka moto na upepo. Sasa upepo, hizi upepo na moto zinatofautiana. Sasa upepo huu jina S ni upepo wenye kuleta furaha ndani ya mwili. Si upepo utakaye kukera ndani ya mwili, ni ule unayofurahia. Na kama unavyojua upepo, ukiachilia hizi artificial zetu za AC, na hata hiyo AC yenyewe unaweza kuwasha zile wiper ukakupuliza upepo, ukatamani kama ugande pale, alafu huwezi kuugandisha. Sasa tuondoke kwenye hii artificial, nenda kwenye upepo halisia. Unaweza ukakaa sehemu ukasikia kijoto, hata ukafungua kidirisha afu upepo ukapenya, ukatamani kama hali hiyo igande, lakini huwezi kuigandisha. Ndicho kilichokuwepo kwenye jina S. Akikupenda atakupa pawa kubwa sana, utapata amani kubwa sana, utaingiza uchumi katika kiwango cha juu sana. Lakini akikuchukia mara moja ataondoka na hutoweza kumzuia, kwa sababu yeye ni upepo wa sifa hiyo. Lakini huyu ndiye aliyekusudiwa awe mke wako. Unaenda kwa utaratibu. Kwa hiyo kwa bahati mbaya unaweza kuwa na KW, kwa bahati mbaya unaweza kuwa na C na O, kwa bahati mbaya pia unaweza kuwa na AM na Y, kwa bahati mbaya unaweza kuwa na I na U, ambazo hizi zote ni za kwako, kwa maana kwamba AM na Y utakuwa ni wewe kama hapo ulipo. Alafu ukienda kuchukua ile E na Q itatoka kwenye moto, lakini nishakwambia hii sikushauri, nimekupa sifa zake. Alafu ile I na U
kutakuwa na utulivu mzuri, kutakuwa na amani nzuri, japokuwa tu itakuwa ni nyumba yenye manunguniko, lakini mambo yako mengi hayatakuwa yanaharibika sana, hapana, ila manunguniko yatakuwa mengi. Na hatari zaidi kwa yule mwanamke wa aina hiyo, na wewe ukiwa ni mwanaume herufi A, hatari zaidi kati yenu nyinyi wawili kupata maradhi ya moyo mmoja wenu, na pengine hata mkaanza kuitengeneza familia ikawa na maradhi ya moyo katika kizazi chenu, alafu ikaonekana kwamba bwana huu moyo kwao ugonjwa wa polisi au sukari. Yani hivyo hasa katika maradhi ya moyo, manake ni tabia kasa yule mama, manake mkeo huyu ambaye atakuwa ni I au U atakuwa anahifadhi sana vitu moyoni ambayo ni hatari, lakini ina afadhali, haina madhara makubwa. Na KW mtakuwa na furaha nzuri, na akiba pia itakwenda vizuri tu, kama niwewe kusema kwenye darasa la Mjue Akujue. Sawa, kwenye darasa letu la Mjue Akujue haya ndio yazungumza ya mengine na yasema hapa, lakini hapa kutakuwa na uzuri. Ila yule wa C na O, hata kama ni nyota rafiki na yako, lakini yule kutakuwa na timua ya uchumi itakuwepo. Kwa katika timua ya uchumi, basi pia ugomvi unakuwepo, maelewano yanakuwepo, yanakosekana, kutokana yeye anatumia upepo wa namba 3 ambao huwa haunaga utulivu. Upepo wenyewe ni vurugu ule wenye nguvu, power. Kwa hiyo huyu mtasumbuana, na hapo pia pana uadui. Kwa kumbuka, katika hizi rafiki zilizo na uadui mkubwa ni namba 3 ya C na O na namba 5 E na Q. Hizi kwa wewe mwanaume wa herufi A na kushauri kaa nazo mbali, kwa sababu hizi zina vurugu. Bahati mbaya sana bora iwe C na O. Na ndio maana unagundua pia au C na O, E na Q wametakiwa kuoana wao kwa wao, kutokana na sifa ya E na Q ni moto, lakini ni moto sio kwa na mpangilio. Yani kama moto ambao unasikia bwana nyumba imelipuka, si kuna gari inaungua, si na nini, ile moto wa kulipuka ndio sambamba na C na O, manake ni upepo wa kulipuka. Kwa hiyo zinashirikiana. Ni kama vile ambavyo umeona mwaka huu ile California moto umewaka, kwa sababu huu ni mwaka wa nyota namba 3 ya upepo. Moto kule umewaka na ikawa ngumu sana kuuzima kwa wakati, kutokana na sifa hii tunayowapeni hapa. Sasa zingatieni. Kwa hiyo sasa, kwa ujumla wetu, ukitaka kuutafuta uchawi, gundua katika hizi herufi ninazokuambia, na angalia sasa kuanzia mama yako, baba yako, ndugu aina yoyote, mtoto wako, mke wako, kama yuko yoyote ambaye unalazimika kumpatia kila kitu katika maisha yako, kwamba ili aendelee na maisha yake kwa uzuri ni lazima wewe utoe umpe, basi huyu kama yuko katika zile nyota changamoto zaidi kama nilivyokuchambulia hapa, ni yeye anasababisha uchumi wako usiende. Na kama unampa yule mwenye nyota ambaye inakupushi, hasa hizi za upepo, unajua nyota yenye sifa zaidi inayokupushi ni G na S, K na W. Hizi zinakupa power sana kama wewe ni herufi A. Wewe mwanaume kama ni herufi A, hizi nyota zinakupa power sana, G, S, K, W. Lakini kwa ujumla, unapotoa fedha kwa mtu yoyote wa nyota yoyote, wakati anakuomba fedha, kile anachokuombea ndicho hicho utakachokivuna. Kama anakulilia shida ya ukweli, amekwama, hana mbele wala nyuma, huyu kama una kazi mpe,
Si unataka kumsaidia na una roho ya huruma, mpe kazi afanye, mlipe pesa, utafanya vizuri. Ila umekurupuka ukachukua fedha ukampa, kama ana matatizo kweli, itabidi na wewe uyapate matatizo, maanake hicho ndicho atakachokubariki. Hapo ni herufi A mpaka Z. Nafuu kama atakuwa ni mtoto mdogo na awe katika sifa ya upepo. Ikiwa wewe mwanaume herufi A, itakuwa nafuu. Na kama mtu atakuomba pesa kana kwamba yuko na furaha, anataka kuiendeleza furaha yake, anakuomba pesa, basi ujue vile ulivyompa nawe utabarikiwa vile vile. Si kama mmenielewa? Ukitoa kwenye shida lakini ukiwa umeombwa, naomba pia hii niweke sawa, nirudie vizuri, sije mkanukuu vibaya. Ikiwa kwamba wewe ndio umefuatwa, una shida, mimi nina shida kwa mfano na kufuata wewe, unisaidie shida yangu. Hii shida yangu nilionayo nimeielekeza kwako, wewe ndio wa kunisaidia, na sikuielekeza kwa Mungu. Nikielekeza kwa Mungu, wewe utanisaidia pasipo mimi kukuomba. Si kama umeelewa? Ila nisipoielekeza kwa Mungu na ielekeza kwako, wewe ndio unanipa, basi utakachobarikiwa ni hiki nilichokuwa nacho mimi muda huu. Kama ni shida, na wewe utabidi ikupate, japokuwa hazitafanana, lakini itakuwa bado ni shida. Na kama ukinipa nikiwa na furaha, mfano ya wale watu waliyekuwa baa, aliyekwenda baa na hela yake ya kunywa bia 2, ana bajeti yake iliyobakia 3,000 2,000 ya kwenda kulisha watoto nyumbani, lakini alitamani bia ziendelee. Alafu alipokaa pale kamuona mtu fulani, kaona jamaa anakuwa na fedha kweli, yule bwana yule aishwage la pombe. Akamsalimia, ni kujipendekeza, bwana vipi fulani, nipo, ili amuone, ili mhudumu ambaye peleka 2 pale. Basi yule atabarikiwa kile, yani wako kwenye furaha, atapata tena furaha. Chunguza utagundua. Ni sawa mtu alienda kumpa mtu zawadi ya gari, hata kama alimuomba, huwa huyu anabarikiwa, kwa sababu gari ni chombo cha starehe. Ila kama mtu kaenda kumwomba mtu gari kana kwamba ana shida, imuokoe ile gari, sasa hiyo nafikiri hakuna shida ya kulazimisha gari kuokoe. Gari sana wanataka kulinda ufahari wako, kulinda heshima zako, kulinda muonekano wako, kwa ni sehemu ya furaha. Ndio maana watu wanatoa magari na hawakwami, wanagawa zawadi za magari na hawakwami. Ila shida za matatizo zozote, sijui hapa nitaongea vipi ili mnielewe, lakini nafikiri wenye kuelewa wameelewa, ni kwamba sija kuambia usisaidie mtu mwenye matatizo, msaidie. Ila njia ya kumsaidia, msaidie kabla hajakuomba. Na akikuomba leo, mpe kesho. Leo mkatalie, mwambie hapana, siko na fedha, niko na hali mbaya. Pesa haitoki papo kwa papo kwenye matatizo. Haitakiwi kabisa itoke papo kwa papo kwenye matatizo. Kumbuka hapa namzungumzia mwanaume wa herufi A. Ajifunze na kukomaa katika hayo maisha. Hata ukienda benki, fedha zako ulizoziweka, ukafika pale ukataka kuzitoa zote, utaona kwamba amekuwekea kadi ya ATM sui na nini, lakini amekuwekea kiwango cha limit, mwisho kutoa kiasi hiki kwa leo. Na kama unataka zaidi ya kiasi hicho, lazima uende pale kwao ukajielezee na unaomba, na unaweza kukosea jambo moja tunaosipewe ni zako. Kwa ajili gani? Na wala utawaelezea matatizo makubwa wakati huo umekosea herufi tu.
Hapa uliandika Maria, hapa umeandika Mariamu. Hicho tu ndio ulichokosea. Mimi kiwahi kulinikuta ni kwa mfano unaweza kaandika hiyo design kama hicho. Unakwenda umekosea herufi na pengine siku hiyo kesho Jumamosi na ukawaeleza jamani hapa ilikuwa ni herufi tu basi naombeni nirekebishe na nini jamani 1 2 3 na pengine wa muda wanafunga. Kwa hiyo mimi natakiwa ni usinani wangu atakufa, lakini wao hawajali chochote si lolote, nenda kafe, hawatakupa na fedha ni yako. Kwa nini? Hawataki matatizo yako. Na maana pia ungeenda na furaha, ungefika pale usingekosea chochote. Kwa sababu akili yako ingekuwa iko vizuri. Ila umeenda na matatizo, akili yako ndio inapaswa kuwa vizuri na ndio maana unakosea. Si kama mnaelewa vizuri. Sasa kumbuka matatizo ni ya mtu wala si yako. Matatizo ya mtu ni ya mtu wala si yako. Si utafute uchawi. Hapo ndipo palipo uchawi. Hapo ndipo palipo mateso ya dunia. Na hapo ndipo palipo baraka za dunia. Darasa hili tunawapeni na kitabu kina mambo mengi sana ambayo hatuwezi kuyasema hapa kwenye mitandao. Hapa tunawapeni vitu vizito mwende navyo sawa. Ali Hatib Kibisungu, mtafiti majina katika maisha ya binadamu. Usubscribe na kushare katika channel yetu ya RKK TV. Na unifollow TikTok na Instagram kama RKK TV.